Katika kila kizazi kuna maeneo machache ambayo hubeba kesho ya uchumi, utalii na maisha ya watu. Tanga ni mkoa ambao uchumi wake unakuwa kwa kasi, na hii yote ni kutokana na utekelezaji wa miradi mikubwa na ya kimkakati ikiwemo bandari ya Tanga, bomba la mafuta EACOP, ujenzi wa viwanda pamoja na barabara mpya ya lami ya kutoka Tanga, Pangani mpaka Bagamoyo. Hivi umewahi kujiuliza utekelezaji wa miradi hii unawezaje kuwanufaisha wakazi wa mkoa wa Tanga? Hebu vuta picha jinsi vijana walivyojipatia ajira mara baada ya maboresho ya bandari na kukamilika kwa mradi wa bomba la mafuta EACOP, jinsi vitakavyoongeza idadi ya meli kutia nanga, namna itakavyopelekea uhitaji mkubwa wa mawakala wa meli, yani shipping agents, utoaji wa mizigo, huduma za usafi, chakula, ulinzi, ukarabati wa meli na usafirishaji wa mizigo barabarani. Mheshimiwa Balozi Dr. Batilda Buriani, mkuu wa mkoa wa Tanga, anaeleza namna bandari ya Tanga ilivyojizatiti katika kutoa huduma bora kwa wateja wake. Wenzetu wa TPA sasa hivi ufanisi wa clear mizigo maximum ni siku 3. Kwa hivyo tunaona uwekezaji wa bilioni 429.1 iliyowekezwa pale bandarini imeleta tija kubwa sana. Sisi kwa upande wetu tutaendelea kuhakikisha kwamba tunafungua bandari zingine ndogo ndogo zilizoko katika maeneo mbalimbali ya wilaya zetu, na nashukuru kwa wenzetu wa TPA wa TRA wamewezesha kupatikana mtu. Sasa hivi bandari ya Kipumbwi imeshafunguliwa. Tuna fursa kubwa, barabara ya Tanga, Pangani, Saadani mpaka Bagamoyo, na imani shughuli za biashara ukanda huu wa kaskazini, watu watakuwa hawana haja kwenda pita barabara ndefu ya mpaka Msata, upite Wami, watakata hapa Pangani waende zao Saadani, Bagamoyo washafika Dar es Salaam. Lakini pia ni fursa ya utalii, kuunganisha utalii katika saketi ya kaskazini na huku kwetu Mkomazi, Pangani, Saadani na kuendelea. Kwa hivyo mimi naona Tanga ikifunguka, Tanga ikiimarika zaidi kiuchumi, na Tanga ikarudia katika historia yake ya zamani. Naam, sasa Tanga inarudi kwenye historia yake, kwa kuwa Tanga ni lango kuu la uchumi Afrika Mashariki. Leo tunakupeleka kwenye safari ya kipekee, safari ya maendeleo, fursa na uwekezaji wa uhakika. Safari inaanzia jijini Tanga na inaelekea kusini mashariki kuelekea Kipumbwi wilayani Pangani. Hii ni safari ya uwekezaji na mwenyeji wetu ni mwekezaji aliyefanya maamuzi ya kuona mbali. Mimi kwa majina naitwa Suleiman Saidi Pazi, mkurugenzi wa kampuni ya Makazi Solutions Tanzania Limited, na nipo na crew yangu. Leo tunafanya safari, tunatoka hapa Tanga hapa sasa Uhuru Park, katikati ya jiji ambako nyuma yetu kuna mahakama kuu, DPC mpaka baharini. Ukiwa hapa mkono wa kulia ni barabara ya kuelekea Segera mpaka Mkata kwenda Dar au kuelekea kaskazini mwa nchi huko Kilimanjaro. Lakini sisi tunataka twende Dar, sasa hatupiti njia ya Segera. Kutoka hapa mpaka Dar es Salaam ni kama kilomita 350 hivi kupitia Segera, Msata, Bagamoyo. Tunapita chimbo jipya, shortcut. Shortcut hii sasa ni kuelekea kusini mwa Tanga moja kwa moja, tunaambana na bahari. Tunatoka hapa sisi mpaka Pangani, tunavuka mto Pangani, tunapita mpaka Kipumbwi, mpaka tunafika mbuga ya Saadani, na hatimaye tunaunga Makurunge kwa ajili ya kwenda Dar. Umbali huo unakuwa takriban kilomita 260 hivi. Ukichukua matatu 50 za huko tunapunguza kama kilomita 90 hivi. Kwa hiyo tunaomba tujumuike pamoja kwenye ziara yetu hii ili tujifunze sasa kwa nini Mheshimiwa mkuu wa mkoa anatuambia Tanga lango kuu la uchumi Afrika Mashariki. Tanga ni mkoa wa kimkakati katika Afrika Mashariki. Mashariki kuna bahari ya Hindi na visiwa vya Zanzibar. Kaskazini kuna Kenya, kusini kuna mkoa wa Pwani na Morogoro, na magharibi kuna Manyara. Tanga kimkakati mashariki imepakana na visiwa vyetu viwili hivyo vya Zanzibar, lakini juu sasa upande wa kaskazini tumepakana na nchi ya Kenya. Kwa upande wa kusini Tanga imepakana na mikoa miwili. Kuna sehemu ya mkoa wa Pwani na sehemu ya mkoa wa Morogoro. Huku upande wa magharibi mwa Tanga tuko na mkoa wa Manyara. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika ziara yetu hii ya pamoja, tukijifunza jiografia ya Tanga, tukijifunza fursa za Tanga, tukijifunza Tanga kunani, na nikisema Tanga basi kazi yako moja tu kusema lango kuu la uchumi Afrika Mashariki. Tuko katika mji wa Kigombe. Mara pap tutana na bango la Makazi Solution viwanja Kipumbwi.
tumesimama na timu yangu, tunaangalia hapa kuna fursa ya uwekezaji, biashara, magodauni, mabichi, ploti na huduma za kijamii kama umeme na maji pia vinapatikana. Viwanja vimepangwa, vimenyooka kwenye mitaa vizuri. Upande mmoja bahari kwa maana ya bichi, upande wa pili kuna barabara ya lami mpya inayojengwa na huduma za kijamii kama hivyo vinaonekana. Kupitia Pangani, safari hii inakuwa fupi zaidi, salama zaidi na ya kimkakati zaidi. Barabara mpya, madaraja mapya na mipango ya kisasa vinafungua eneo ambalo tangu kuumbwa kwa dunia ilikuwa kama ndoto. Hatimaye tumefika Pangani sasa. Pangani Road kutoka Tanga mpaka hapa hizi kilomita 50 ndio zinakomea hapa. Mkandarasi unaweza ukaona mwenyewe nyuma kule ujenzi wa daraja unaendelea, kule miundombinu ya daraja inaendelea. Tumeambiwa asilimia 75 ya ujenzi wa barabara umekamilika na tumeshuhudia kwamba all over the way kuanzia Tanga mpaka hapa sehemu kubwa lami imeshakuwa tayari. Sehemu chache ndio zinakamilika na Mheshimiwa Waziri Mkuu ameelekeza ukamilishaji ufanyike kwa wakati ili Watanzania tule matunda ya uhuru. Hadi hapa tumeshavuka pantoni yetu kutoka upande wa Pangani kule, tuko upande wa Bweni. Hapa sasa ndio palipomtoa chozi Mheshimiwa mbunge wa Pangani, Mheshimiwa Juma Aweso, waziri wa maji. Hakika Mwendatezi na Omo, marejeo ngamani. Huyu hapa Mheshimiwa Juma Aweso, mbunge wa jimbo la Pangani. Kipindi ambacho nilipo darasa la 5 ama darasa la 6, nimeshuhudia mama anatoka Mkaramo anataka kuja kufuata huduma za afya aje Pangani mjini, maana lazima afike feri kufanya kazi pale mwisho saa 4. Mama yule midi ya saa 7 ama saa 8 ni mjamzito, alipoteza maisha yake pamoja na mtoto wake. Sisi wazazi wetu walikuwa wanatukimbiza tukiwa wadogo turudi ndani. Namuuliza mama, nini kilichotokea? Anasema mama amefariki na mtoto. Nakumbuka niliweka ahadi, kamwambia mama, nitasoma mpaka nifike chuo kikuu. Siku nikimaliza masomo yangu sina Marekani nyingine, Marekani yangu Pangani, nije kuwasipigania wana Pangani. Pole sana waziri wa maji na mbunge wa jimbo la Pangani, Mheshimiwa Juma Aweso. Poleni wana Pangani kwa kupoteza ndugu zetu kutokana na changamoto za kimiundombinu. Hatimaye kilio chenu leo, serikali ya awamu ya 6 inawafuta machozi kwa kuandika historia mpya tangu kuumbwa kwa dunia kwa kujenga daraja la mto Pangani na barabara ya Tanga, Pangani, Kipumbwi, Bagamoyo mpaka Dar es Salaam. Ujenzi wa barabara na daraja hili, mabasi yanayotoka Mombasa, mabasi yanayotoka Tanga, mabasi yanayotoka Arusha, mabasi yanayotoka Manyara yatapita hapa na watu watapata shughuli zao na maendeleo yatapatikana. Kwa barabara hii, mtalii kutoka mbuga ya Sadan anaweza kufika Kipumbwi, Zanzibar na hata kisiwa cha Maziwe kwa urahisi zaidi. Na hapa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaeleza kuhusu umuhimu wa miundombinu katika kukuza uchumi wa Tanga na taifa kwa ujumla kupitia fursa zilizopo. Barabara hii tunayoiunganisha inakwenda kuifungua Tanga kiutalii na kibiashara pia. Maeneo kadhaa ya utalii sehemu mbalimbali za Tanga ambayo hayafikiki kwa barabara hii, ni rahisi kumtoa mtalii Sadani na kumpeleka maeneo mengine ya kufanya utalii ndani ya Tanga, lakini ni ufunguzi wa korido ya kibiashara pia. Lakini barabara hii ambayo inakwenda kutunganisha sasa na kanda mbalimbali za kiuchumi hapa ndani. Hii barabara inaunganisha pwani ya Afrika Mashariki. Naam, Tanga imeshamiri vivutio lukuki vya utalii kutoka Saadan, kisiwa cha Maziwe, mji wa kihistoria wa Pangani, mapango ya Tongoni pamoja na mapango ya Amboni, bila kusahau hifadhi ya taifa ya Mkomazi. Miundombinu ni uti wa mgongo wa uchumi. Daraja na barabara ya Pangani ni ushahidi wa dhamira ya serikali kufungua ukanda wa uchumi wa bahari. Akiwa katika ziara ya kikazi wilayani Pangani wakati wa kukagua ujenzi wa barabara ya Tanga, Pangani, Kipumbwi, Bagamoyo kuelekea Dar es Salaam, Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba alipata wasaa wa kuzungumzia uwekezaji na uboreshaji wa wilaya Pangani pamoja na miradi ya kimkakati, huku akigusia umuhimu wa kukamilika kwa daraja na barabara hiyo kwa wakati. Nilikuja kwa ajili ya kukagua mradi
nimeridhishwa kwa asilimia zote na kiwango cha uwekezaji ambao Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka kwenye daraja hili. Na mimi niwaambieni Wanapangani na Watanzania kwa ujumla, si kila kiongozi wa Afrika wanakuwa na maono na uamuzi na ujasiri wa kuweza kuchukua hatua za kujenga miundombinu ya aina hii. Kiongozi wa aina hii anayeweza kuwekeza bilioni 317 kwenye wilaya moja ni kiongozi ambaye moyo wake umeunganishwa na wananchi anaowaongoza. Nimepita kwenye mradi mwingine wa maji. Ni mradi ambao unatatua changamoto kwenye sekta ya maji kwenye wilaya zaidi ya moja. Uko pale Korogwe, nimeambiwa utakapokamilika utatoa huduma ya maji Korogwe, utatoa huduma ya maji Muheza na utatoa huduma ya maji hapa Pangani. Na wenyewe ni mradi wa mabilioni. Huo ni uongozi unaoacha alama. Na mimi nielekeze hizi kazi zilizosalia hizi tuendelee nazo mpaka tuzikamilishe. Vipande vilivyosalia kwenye barabara, mambo haya ya taa ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri umeyasema, lakini na kazi nyingine inayoendelea. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Pangani kwa kushirikiana na kampuni ya Makazi Solution anautangazia umma uuzwaji wa viwanja vinavyopitiwa na barabara mpya ya lami ya Tanga Pangani hadi Bagamoyo. Viwanja hivyo vipo kilomita 2 tu kutoka bandari ya Kipumbwi, ambapo kufuatia kushamiri kwa uvuvi na biashara ya samaki na dagaa imepelekea serikali kuwekeza shilingi bilioni 1.3 ili kujenga soko na kiwanda cha kukausha dagaa. Njoo ujenge apartment, kwa kuwa mara baada ya kukamilika kwa barabara mpya ya lami, Kipumbwi itakuwa kitovu muhimu cha biashara kitakachopokea wageni na watalii kutoka Zanzibar, mbuga ya Sadan na maeneo mengine nchini. Changamkia fursa. Bei kwa mita za mraba ya kiwanja cha makazi ni kwa shilingi 3,000, kiwanja cha biashara ni kwa shilingi 5,000 na beach plots ni kwa shilingi 20,000 pekee. Kwa maelezo zaidi piga 0750333338. Tanga, lango kuu la uchumi Afrika Mashariki. Wote mnakaribishwa. Naam, hakika Tanga ni lango kuu la uchumi Afrika Mashariki, na ukizungumzia Kipumbwi ndio ufunguo wa uchumi wa Afrika Mashariki. Hapa Kipumbwi ardhi si ardhi tu, ni mtaji. Viwanja vilivyopangwa, vilivyopimwa na vilivyotengwa kwa matumizi ya biashara, makazi na utalii. Upande mmoja ni barabara ya lami, upande mwingine ni bahari ya Hindi. Hatimaye tumefika katika mradi wetu wa kiwanja cha Kipumbwi. Alhamdulillah, ilikuwa safari ndefu ya kilomita 80. Hapa nilipo ni makutano ya barabara ya Serewani, na hii kama mnavyoona ndugu watazamaji wetu, magari yanapita. Asante sana serikali ya awamu ya 6. Asante sana Mheshimiwa Rais. Viwanja vyetu vinaambaa na hii barabara ya kwenda Sadan. Kushoto ndio mradi wetu wa viwanja unavyoona hapa. Kutoka hapa mpaka geti la Saadani la kuingilia kutokea Tanga ni kilomita 30, unakuwa umefika tayari pale. Lakini mpaka Makurunge kilomita 105. Kwa hiyo kutoka hapa mpaka makutano baina ya barabara ya Saadani pale na Bagamoyo kuelekea Msata pale kijiji cha Makurunge pale kilomita 105. Lakini kutoka hapa nilipo mpaka Tanga ni kilomita 80, na kutoka hapa nilipo mpaka Dar es Salaam kilomita 180. Hii inafanya jumla kuwa kilomita 260. Barabara ya Serewani kama tulivyoambizana hapo mwanzo ndio barabara ambayo inaunganisha barabara ya lami ya kutoka Tanga kuelekea Saadani. Tanga Saadani Road inakutanisha moja kwa moja na barabara ya Serewani. Kutoka hapa mpaka barabara ya lami kama mita 50 hivi, na tunakutana na barabara ya kwanza ambayo inaingia katikati ya mradi. Barabara hii bado matengenezo yanaendelea, lakini jina la barabara hii inaitwa barabara ya Aweso. Tupo katika pwani ya mradi wetu wa Kipumbwi. Nyuma ya kameramani, nyuma yake ndio viwanja vyetu. Nyuma yake kuna mikoko. Kwa hiyo ukishuka kutoka kwenye mikoko ukifika hapa unakutana na beach. Beach hii uzuri wake sifa yake moja. It is an isolated beach. Beach falaka, kwa maana imezungukwa na mikoko
lakini tunapata bahari. Maana yake nini? Hata kuogelea kwa watoto ni pazuri, kwa sababu hakuna ile mawimbi makubwa. Maji yako flat, mikoko inachuja mawimbi. Hapa tunapata maji yaliyotulia vizuri kabisa. Kwa hiyo tunasema kwamba nyuma ya bichi hii, ya eneo hili ni viwanja, na kama naweza kaonyesha jinsi palivyokuwa na kijani kikubwa. Kote unaona ni viwanja hivyo. Kwa hiyo huko sasa nyuma yake ni viwanja, na huku nyuma yangu bahari iliyojitenga, na nyuma zaidi ndio kuna kama kilomita 2 mbele kuna bandari ya Kipumbwi. Kwa hapa tupo eneo la kimkakati. Nunua kiwanja, shuka chini, njoo baharini, ogelea kwenye bichi ambayo imejitenga kama swimming pool. Hapa hata ukizama tunakupata kabla hujafika mbali, maana kuna mikoko mbele tu hapo. Kuna michezo mingi, tutataka tuweke boti hapa fiber kwa ajili ya kuzunguka kwenye hii mikoko, watu waweze kuona mito inavyoingiliana na bahari, watu waweze kuona shughuli za uvuvi ndani, utunzaji wa mazingira ya mikoko ndani ya mradi wa Kipumbwi. Ndugu yangu, kwa milioni 1.5 square mita 500 unakosa, kwa milioni 3 square mita 1000 unakosa. Karibuni na mtajivunia kuchukua viwanja hapa. Makai Solutions tupo kwa ajili ya kukunufaisha na kukupa faida rukuki. Tunasema Tanga lango kuu la uchumi Afrika Mashariki. Uwekezaji wa uhakika huanza na uhalali. Mradi huu unasimamiwa kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Pangani. Nyuma yangu ni jengo la halmashauri ya wilaya ya Pangani. Jengo la halmashauri ya wilaya ya Pangani, hii ndio mamlaka yenye dhamana ya upangaji na upimaji katika wilaya ya Pangani, na Kipumbwi, kata ya Kipumbwi inaitika hapa katika halmashauri ya wilaya ya Pangani. Pangani ni moja kati ya miji inayokuwa kwa kasi kutokana na miradi ya kimkakati inayotekelezwa katika wilaya hii. Mradi wa viwanja wa Kipumbwi unaotekelezwa na Makazi Solution kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Pangani. Kaimu mkurugenzi Advocate Agape Fue anajivunia mradi huo, akiona tija katika uwekezaji na ukuaji wa uchumi. Kwa majina naitwa wakili Agape Fue, ni wakili wa serikali Pangani, lakini kwa sasa ni kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Pangani. Wilaya Pangani kwa halmashauri wa kushirikiana na kampuni ya Makazi Solution imepima viwanja katika maeneo ya Kipumbwi ili kuleta fursa kwa ajili ya mambo ya uwekezaji na biashara katika maeneo yetu haya ya wilaya Pangani. Ili kuepusha migogoro ya ardhi na uendelezaji wa makazi holela, changamoto ambayo hutokana na watu kununua na kuendeleza maeneo kienyeji yasiyopangwa wala kupimwa. Mradi huu umezingatia upangaji wa miji kisasa na umilikishwaji. Ni kama unavyoweza kusema kitanda hutandikwa kabla ya kulala. Katibu tawala msaidizi mkoa wa Tanga Sebastian Masanja, wakati akigawa hati kwa wanunuzi wa ardhi katika mradi wa Kipumbwi, amesisitiza na kueleza uhalali wa umilikishwaji wa ardhi, huku wanufaika wakieleza furaha yao mara baada ya kukabidhiwa hati. Nimekuja hapa kukabidhi hizi hati kwa hao wananchi ambao wamenunua viwanja kwenye eneo letu la uwekezaji la Kipumbwi. Kipumbwi siku si nyingi lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa bado halijaendelezwa, lilikuwa maana yake kwamba lilikuwa halijapimwa. Sasa hivi upimaji umeshafanywa na Makazi Solution kwa kushirikiana na ofisi ya ardhi, ili wananchi waweze kununua viwanja kwa ajili ya shughuli mbalimbali za makazi, za biashara na uwekezaji. Kilichonivutia kwenda kununua viwanja Kipumbwi ambayo inapelekea baadaye niwe mwekezaji ni location. Ile sehemu nilikwenda siku moja, mkurugenzi aliniwekea utaratibu, nikaenda kuangalia. Nilipofika pale kwamba ni eneo liko karibu na bahari, kuna barabara inajengwa sio mbali kutoka Pangani mjini, na pia kuangalia kwamba kuna mwendelezo wa bandari ya Tanga, basi automatically nikavutiwa kwamba hapa baadaye patakuwa ni potential. Na hivyo ilinilazimu nijaribu kumwangukia mkurugenzi aniachie viwanja vile vitatu ambavyo leo hii nashukuru nimepata hati. Utaratibu wa kununua viwanja kwanza uko vizuri, ambapo Makazi Solution ameuweka. Ukishakubaliana nao basi kuna kulipa sio kulipa kwa mkupuo kama una uwezo, lakini pia unaweza ukalipa taratibu kwa makubaliano. Sasa mimi naomba nikiri kwamba viwanja ambavyo nimechukua nimekuwa nikilipa kwa utaratibu, yani kwa installments. Swala la upatikanaji wa hati limesimamiwa kwa 100% na Makazi Solution. Mimi nilichoambiwa ni kwamba leo njoo uchukue hati yako.
walikuja pale wakachukua particulars ambazo wanazihitaji ofisini kwangu, wakaendelea kufanya mchakato wenyewe mpaka leo nimeitwa nije nichukue hati. Sasa sijaona changamoto yoyote katika upande huo. Ewe Mzanzibari, njoo uchukue kiwanja Kipumbwi, kwani ni jirani kabisa na Zanzibar. Ukutane na ndugu zako wa Kisambaa, Wadigo pamoja na Wabondei ili muweze kupeana connection za watalii, mazao, bidhaa na deals za biashara. Waswahili wanasema mgaga na upwa hali wali mkavu. Kwa fursa hizi za uwekezaji, hakikisha ukose kiwanja chako Kipumbwi, kwa kuwa viwanja hivyo vipo karibu sana na Zanzibar, kwani kutoka Mkokotoni Zanzibar kuja Kipumbwi ni karibu kilomita 60 tu, ukifananisha kutoka Mkokotoni kwenda Kizimkazi ambapo ni zaidi ya kilomita 85. Maana yake hii ni fursa kwa Wazanzibari na watu wa bara pia kwa ajili ya kuchangamkia fursa za viwanja ili kuboresha shughuli za utalii na biashara nyingine. Viwanja vya Kipumbwi vipo kwenye kitovu cha utalii kwa kuwa vipo karibu sana na mbuga ya Sadan kwa kilomita 30 tu. Kwa hiyo ujenzi wa hotel na apartment vitahitajika sana kwa kuwa Sadan ndiyo mbuga pekee iliyopo baharini, bila kusahau kisiwa cha Maziwe. Kisiwa hiki ni hifadhi ya bahari ambapo watalii na wanasayansi wengi hupenda kufanya snorkeling na kufurahia au kujifunza mambo ya matumbawe kwa maana ya coral reefs na aina mbalimbali za samaki wa baharini. Karibuni sana mkajionea watalii walivyokuwa wengi. 3. Viwanja vya Kipumbwi ni fursa ya Marine Commercial Zone. Kufuatia shughuli nyingi za biashara, utalii, bandari, uvuvi, kiwanda pamoja na soko la dagaa linalojengwa na serikali, kumekuwa na uhitaji mkubwa sana wa zana za uvuvi, vifaa vya boti, matengenezo ya boti kwa maana ya boat yard na fursa kadhaa ambazo zinahusu biashara baharini. Njoo uchukue kiwanja chako ili unufaike na fursa hizo. 4. Kipumbwi ni kitovu cha biashara kwa maana ya business hub. Tukumbuke viwanja vipo kilomita 2 tu kutoka bandari ya Kipumbwi iliyopo jirani na Zanzibar, na viwanja vilivyounganishwa na barabara ya lami kutoka Tanga Pangani hadi Dar es Salaam kwa upande mmoja na bahari kwa upande mwingine, na viwanja vilivyopangwa kisasa kabisa. Barabara zimenyooka na ni pana mithiri ya rula. Hakikisha hukosi fursa hizi, maana Waswahili wanasema ajisi nyumba ya njaa. Asante sana Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuja kukagua na kutoa maelekezo ya kukamilika kwa wakati kwa ujenzi wa daraja na barabara ya Tanga Pangani, Kipumbwi, Bagamoyo mpaka Dar es Salaam. Sasa tunaiona Kipumbwi yenye lami na mataa ya barabarani kama Mamtoni. Ndiyo, ni Kipumbwi yenye bandari, soko na kiwanda cha samaki vinavyojengwa kwa shilingi bilioni 1.3. Hivi unajua kutoka Mkokotoni Zanzibar kuja Kipumbwi ni karibu zaidi kuliko kwenda Kizimkazi? Kipumbwi iko karibu na mbuga ya Sadan, kisiwa cha utalii cha Maziwe, huku ikiunganishwa na shoroba kadhaa zinazounganisha nchi hadi Dodoma. Awamu ya kwanza ya hati za viwanja vya Kipumbwi kwa waliokamilisha utaratibu tayari zimetolewa. Fika ofisi za halmashauri ya wilaya Pangani au ofisi za Makazi Solution zinazotazamana na raundi ya bauti ya Mkwakwani jijini Tanga ili upate kiwanja kilichopimwa na kupangwa kisasa. Kwa maelezo zaidi piga 0750333338. Tanga, lango kuu la uchumi Afrika Mashariki. Nyote mnakaribishwa. Baada ya kukamilisha ziara hii ya fursa ya uwekezaji kufuatia ujenzi wa barabara ya Tanga Pangani Kipumbwi hadi Makurunge Bagamoyo, Kipumbwi si kiwanja tu, ni mahala ambapo barabara inakutana na bahari, utalii unakutana na biashara, na kesho yako inakutana na uamuzi wa leo. Kampuni ya Makazi Solution bado iko nawe hadi mradi mwingine wa viwanja vilivyopo takribani kilomita 20 hadi bandari ya Tanga, sawa na kilomita 2 tu kufika mizani ya Pongwe. Najua wajua, lakini nataka nikujuze mambo manne kuhusu jiji la Tanga. Kukamilika kwa barabara kutoka Tanga kwenda Pangani kutarahisisha mambo mengi mazuri na haswa ya kibiashara kutoka Zanzibar, Tanga mpaka Mombasa. Unaweza ukalala Tanga, lakini chai yako ukaenda kuinywea Kizimkazi. Uchumi wa Tanga unakuwa kwa kasi sana kutokana na ule ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima, Uganda kuelekea Chongoleani, Tanga. Upanuzi na uboreshaji wa bandari ya Tanga umeongeza shehena hadi
Magari kutoka Japani sasa yanashukia pale Tanga. Tanga ndio jiji pekee lenye neema mbalimbali, yaani lina vyakula vya bahari, lina kilimo, lina matunda, lakini lina viungo. Ndugu yangu, hakikisha sasa unafaidika na fursa hii. Injinia, soma hiyo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Muheza akishirikiana na kampuni ya Makazi Solution Limited anawatangazia wananchi wote uuzwaji wa viwanja vilivyopo umbali wa kilomita 2 tu kutoka mizani ya Pongwe. Tanga raha bwana, Tanga kuzacha, Tanga kumekucha. Sambamba na hayo, mradi wa Kilapula umepitiwa katikati na barabara ya lami ya Tanga Muheza hadi Segera, pia bomba la mafuta la EACOP, na kwa upande wa kusini viwanja vinapakana na reli ya Tanga ambayo inabadilishwa kuwa reli ya SGR. Karibu uchukue viwanja, kwa kuwa mara baada ya reli ya Tanga kubadilishwa na kuwa reli ya kisasa, station ya Ngomeni itakuwa karibu kabisa na viwanja hivyo. Habari, bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Maximilian Lukosi wa Makazi Solution. Na hapa tulipo ndio mwanzo wa mradi wetu wa Kilapula Azimio Geglis. Na upande wangu wa kulia ni mpakani mwa jiji la Tanga na halmashauri ya wilaya ya Muheza. Na kama msemo wa Waswahili usemavyo, chelewa chelewa utakuta mwana si wako, kampuni ya Makazi Solution Tanzania Limited imefika Muheza ili kuhakikisha wakazi wa mkoa wa Tanga wananufaika na fursa mbalimbali zilizopo mkoani humo. Kwa maelezo zaidi, tembelea ofisi za Makazi Solution zilizopo mkabala na roundabout ya Mkwakwani au piga simu namba 0750333338. Hakikisha unajipatia fursa hizi, kwa kuwa fursa kubwa ni za kiuchumi. Hakika Tanga ni lango kuu la uchumi Afrika Mashariki.